الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Tunaendelea na somo la tafsiri ya Qur'an, bado tunaendelea na suratul Baqara, na leo tunaingia katika ukurasa wa 9 aya 58 mpaka aya 61. Bado maudhui inawahusu Banu Israil ili iwe ni mauidha na faida kwao na pia kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi Waislamu pia tunafaidika na ujumbe huu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna adkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada. Nakumbukeni enyi Bani Israil neema nyingine pale tuliposema kukwambieni nyinyi, ingieni katika mji huu wa Baitul Maqdis na kuleni katika huu mji pale mpendapo, kuleni vizuri kabisa na kwa wasaa. Wadkhulul baba sujada, na ingieni mlango wa mji huu hali ya kuwa nyinyi ni wanyenyekevu. Waqulu hitta, halafu semeni tusamehe makosa yetu ewe Mola wetu. Naghfir lakum khatayakum, mukifanya hivyo tutakusameheni makosa yenu. Wasanazidul muhsinin, na tutawazidishia wenye kutenda mema wema wao. Wadhkuru min ni'amillahi alaykum hina qulna lakum udkhulu Baital Maqdis, kumbukeni enyi Bani Israil miongoni mwa neema za Allah azza wa jalla juu yenu pale tulipokuambieni ingieni katika Baitul Maqdis. Wakulu mimma fihi min at-tayyibati min ayi makanin shi'tum aklan hani'an wasi'a, na kuleni katika mji huo wa Baitul Maqdis katika vyakula vitamu vizuri mahala mnapopapenda kuleni, tena ulaji wa furaha, kuleni vizuri kabisa na kwa wasaa. Hii ni neema ambayo walineemeshwa hawa Banu Israil baada ya miaka 40 ambayo walikuwa katika jangwa, wakawa wamepotea njia hawaioni, na katika jangwa lile Allah ndipo alipowalisha almanna wassalwa, na akawaletea mawingu ambayo yamewatengenezea vivuli ili wasiungue na jua. Sasa miaka 40 imemaliza, Musa na Harun alayhi massalatu wassalam washakufa, wanaongozwa na kijana wa Musa sasa Yusha. Sasa Yusha anaingia nao katika ardhi ya Sham ya Baitul Maqdis baada ya miaka 40 ya kupotea katika jangwa bila kuona njia, katika shida na tabu. Na katika mazingira hayo ya jangwa hilo ndipo alipofariki Musa alayhi salatu wasalam na pia Harun. Sasa wanaingia Baitul, wanaambiwa waingie katika hali ya kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, waingie katika ardhi hiyo wale vizuri humo. Wakunu fi dukhulikum raki'ina khadi'ina lillah, na kuweni katika kuingia kwenu ndani ya mji huo wa Baitul Maqdis hali ya kuwa mumemnyenyekea Allah azza wa jalla, mumeinama kwa kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ingieni kwa unyenyekevu, walitakiwa waingie kwa unyenyekevu kabisa. Neno sujadan linaashiria kwamba ni wanyenyekevu, ingieni hali ya kuwa ni wanyenyekevu, msiingie kwa jeuri wala kiburi. Hicho ndio kitendo ambacho mnatakiwa mkifanye wakati wa kuingia Baitul. Allah azza wa jalla analipenda sana jambo la unyenyekevu kutoka kwa mja amnyenyekee Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu jengine, was'alullaha qailin rabbana hutta anna dhunubana nastajib lakum, na muombeni Allah aliyakuwa mnasema Mola wetu mlezi tudondoshee makosa yetu mtakapofanya lile na mkalisema hili. Nastajib lakum, tutakujibuni, tutaijibu dua yenu, tutakusameheni dhambi zenu. Walitakiwa waingie Baitul Maqdis kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe dhambi zao, kwa kitendo cha unyenyekevu na maneno ya unyenyekevu, dua ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe madhambi yao. Na walifanya madhambi ndio yaliyosababisha wateseke katika ardhi ile ya jangwa la Saina, ikawa sasa wako katika shida na tabu, hawana makazi rasmi, wamepotea tu, wako jangwani. Walipoamrishwa na Musa alayhi salatu wasalam waingie Sham, wakaigomboe Baitul Maqdis, wakapambane nao jabbarin, lakini wakasema si hatuendi, nenda wewe na Mola wako. Adhabu yao ikawa sasa yatihuna fil ard, wanatangatanga tu katika ardhi, hawajui njia kutoka majangwani. Sasa wanaambiwa waingie wakileta toba na istighfar juu ya makosa yao mengi, likiwemo hilo kosa lilowabakisha hapo jangwani, wamuombe Allah toba. Na neno hitta linatokana na neno la Kiarabu hatta yahutu,
yani amekibwaga chini kitu au amekitua. Kwa mfano mzigo umeubeba kisha ukautua, kitendo kile jambo hilo ndio linaitwa al-hatt. Na ndio maana kinapatikana kituo mahattatul benzin, kituo cha petroli. Yani gari inatembea lakini ikiishiwa na petroli inatua pale, ndio maana kikaitwa kituo, mahala ambapo gari inatua pale kwa muda, kwa maana kwamba inasita safari yake. Sasa hutta anna dhunubana, dondosha tua kutoka juu ya vichwa vyetu madhambi yetu, maana yake dondosha madhambi, asqita anna dhunubana. Kwa hiyo neno hittatun maana yake ndio linatokana na hatta ya hutta. Hutta anna dhunubana, dondosha dhambi zetu, nastajib lakum, kama mtasema maneno hayo sisi tutaijibu dua yenu, tutakusameheni. Na ikiwa Bani Israil pamoja na madhambi yote wakisema haya maneno watasamehewa, sisi waislamu vipi tunakata tamaa? Vipi muislamu kwa dhambi alizozitenda anakata tamaa, ilhali ya kuwa Allah azza wa jalla kawafanyia hawa ambao si bora kuliko sisi, na kawafanyia makubwa kama haya, ya kwamba anawaonyesha sasa fanyeni hivi nitakusameheni, anawapa njia za toba, anawafundisha wao maneno ya kuyasema. Mkisema hayo tutajibu dua yenu. وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم, na tutawazidishia wale waliotenda vyema katika matendo yao wakafanya amali nzuri, tutawazidishia malipo juu ya ule wema wao waliotenda, tutawazidishia, tutawapa malipo makubwa duniani, maisha mazuri, na akhira maisha mazuri. Lakini je, walifanya hayo Bani Israil? فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, wakaibadili wale waliodhulumu kauli ile waliopewa, wakaibadili kuchukua kauli nyingine kabisa sio ambayo wameambiwa waitamke. Faanzalna ala alladhina zalamu rijzan minas samai bima kanu yafsukun, tukawateremshia wale waliodhulumu adhabu kali kutoka mbinguni kwa sababu ya uasi, kwa sababu ya kutoka nje ya utii, hawakutii ikawafika adhab na mashaka hayo. فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول, basi halijapatikanwa jengine kutoka kwa wale waliozidhulumu nafsi zao miongoni mwa hawa Banu Israil, halijapatikanwa zuri lolote zaidi ya kwamba walibadilisha kitendo walichoambiwa kitende, na wakageuza kauli waliotakiwa waita, wakatenda sivyo walivyoagizwa, wakasema sio walioagizwa. Vipi walifanya? Je, waliingia kwa unyenyekevu? Je, walitamka maneno ya kuomba msamaha? Fadakhalu yazhafuna ala adbarihim, wakaingia Baitul Maqdis katika hali ya kwamba wanasota kwa makalio yao. Wanasota hivi, wanaingia kwa kusota, wakionyesha jeuri na kwamba hawako tayari kufanya walivyoambiwa. Wakasota kwa makalio yao, wanaingia katika mji huo. Hayo ndio waliyotenda. Waqalu habbatun fi sha'rah mustahzi'ina bi amri Allah ta'ala, wakasema punje katika unywele. Yani maneno aliyotamka badala ya kusema hitta ya Rabbi tusamee makosa yetu, wao wakasema habbatun fi sha'ra, punje katika unywele. Yani almuradi ni kwamba wayatamke sio walioambiwa, wageuze tu maneno, hali ya kuwa wanaifanyia istihza amri ya Allah azza, wanaifanyia istihza, wametenda sivyo, wakatamka sio walioambiwa. Fakana aljazaa an anzala Allahu ala adh-dhalimin minhum adhaban min as-samai bisababi khurujihim an haddi ash-shar'i wa mukhalafati al-amr, malipo yakawa ni kwamba Allah azza wa jalla akawateremshia madhalim hawa waovu hawa miongoni mwao adhabu kali kutoka mbinguni kwa sababu ya kutoka nje ya mipaka ya sheria waliowekewa na kwa sababu ya kuikhalifu amri ya Allah. Wengine wanasema adhabu yenyewe ilikuwa taun, ni maradhi yalisomba yakawamaliza, wakawa napukutika tu mmoja baada ya mwingine, maradhi makali kabisa yakawamaliza kweli kweli, maelfu kwa maelfu ya watu. Jeuri yao ikasababisha balaka. Kwa hiyo mja hana nguvu ya kupambana na Allah, usalama wake ajisalimishe, afate amri, awache makatazo ya Allah, ataokoka. Kinyume na hapo anajialikia matatizo na mabalaa. Hayo ndio aliwakuta Banu Israil. Kwa hiyo wanavyotakiwa wale wote ambao wako nje ya iman waje kwenye iman, wakubali Uislamu, wajisalimishe kwa Allah. Na haya waliopewa Banu Israil duniani, toba ya kuuana, mashaka kama haya, maradhi, adhabu mbalimbali, ni madogo zaidi. Wala adhabul akhirati ashaq, na adhabu ya akhira inasumbua zaidi na kali zaidi. Allah tupe sifa unyenyekevu, tunyenyekee kwa Allah, tufate amri, tuache makatazo ili tusalimike. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka alhajar,
Kumbukeni pia banu Israili nyinyi neema nyingine hiyo, wakati Musa alipomuomba Allah azza wa jalla awapatie nini? Suqya na siqaya ni maji. Istasqa manake ni talaba suqya, ndio wazni wa istif'al. Istaf'ala manake talaba alfi'l. Sasa istasqa Musa manake talaba as-siqaya, kataka Allah azza wa jalla awapatie kinywaji, kamuomba Allah awapatie kinywaji kwa ajili ya kaumu yake. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, kumbukeni wakati Musa alipoomba kinywaji kwa ajili ya kaumu yake. Faqulna idrib bi'asaka alhajar, tukamwambia piga jiwe kwa bakora yako. Fanfajarat minhu 12 aina, zikabubujika kutoka kwenye jiwe lile chemchemu 12. Qad alima kullu unasin mashrabahum, watu wote wakajua mahala pa kunywea sehemu yao, hawa wanywe hapa, hawa wanywe hapa. Makabila 12 kila moja likainishiwa sehemu yake ya kunywa. Kulu washrabu min rizqi llah, kuleni na kunyweni katika riziki ya Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, musiasi katika ardhi hali ya kuwa mnafanya uharibifu. Na wengine wanasema al-athayu wal-ithi, maana yake ni ufisadi wa hali ya juu. Kwa maana hiyo, kwa mpito huo, wala ta'thaw, msifanye ufisadi mkubwa, fil ardi, katika ardhi, mufsidina, hali ya kuwa mnafanya ufisadi. Kwa neno la pili likazidi kutilia mkazo hilo la mwanzo, msiengeze ufisadi juu ya ufisadi. Wadhkuru min ni'amillahi alaykum, kumbukeni katika neema za Allah azza wa jalla juu yenu. Lamma kuntum fitih, wakati mlipokuwa katika ile hali ya kupotea. Atih ni kupotea, imechukuliwa katika kauli yake Allah azza wa jalla, yatihuna fil ard, wakawa wamepotea tu katika ardhi, wanatangatanga hawajui pa kwenda. Kwa hiyo kipindi kile kwa banu Israil ni kipindi kinachojulikanwa kwa msamiati huu, fatratu tih, kipindi cha kupotea. Walipotea wakawa hawaioni njia, hawajui pa kuelekea. Sasa kumbukeni katika neema za Allah azza wa jalla juu yenu. Kwa hiyo Allah katurejesha tena nyuma. Ilikuwa ishazungumzwa washatoka kwenye tih, wanaambiwa waingie wapi? Baitul Maqdis, lakini wakaasi. Sasa Allah azza wa jalla katurejesha tena nyuma. Walipokuwa katika ardhi ya tih, neema gani nyingine walipewa? Kumbukeni miongoni mwa neema za Allah juu yenu, mlipokuwa katika ardhi ya tih, wanalakumul atashu shadid, na ikakupateni kiu kali kabisa. Fatadarra Musa alayhi salamu ila rabbih wa sa'alahu an yasqiyakum faamarnahu an yadriba bi'asahu alhajar, basi akanyenyekea Musa alayhi salatu wasalam, akamuomba Allah kwa unyenyekevu, akamuomba akupeni maji jalla wa ala. Nyinyi banu Israila nyie katika ardhi ya kiu kali, Musa akakuombeeni maji, nasi tukamwamrisha apige bakora yake kwenye jiwe. Falamma darabahu tafajjarat minhu 12 aynan bi'adadi qabailikum wanba'atha minha alma, alipolipiga jiwe lile zikabubujika kutoka kwenye jiwe lile chemchemu 12 kwa idadi ya makabila yenu. Makabila 12 yametokana na watoto 12 wa nani? Israili. Israili ni Yaqub. Kuna kabila limetokana na Yusuf, jingine kutoka kwa Binyamin, jingine kwa Yahuda, na wengineo katika watoto 12 wa Yaqub alayhi salatu wasallam. Haya ni makabila 12. Kwa hiyo zikapatikana chemchem 12 kwa idadi ya makabila yao, na maji yakatoka kutoka kwenye jiwe lile kwa kudra Allah subhanahu wa ta'ala. Wabayyana likulli qabilatin makana shurbiha alkhassa biha hatta la yaqa niza'un bainahum, na tukalibainishia kila kabila mahala pa kunywea. Nyie sehemu yenu itakuwa hii, nyie sehemu yenu itakuwa hii, mahala pa kunywea panapohusika na kila kabila, ili pasitokee mzozo baina yao. Yote haya Allah azza wa jalla aliwafanyia banu Israil, na makubwa akawaonyesha, na hiyo ni kudra ya Allah. Kule kaambiwa apige katika kimiminika, yani maji yakakaa pembeni, kapatikana ardhi kavu. Hapa anaambiwa apige kwenye jiwe kavu. Jiwe kavu linatoa nini sasa? Maji. Bakora hiyo anapiga kule, inapatikana sehemu ya basan, sehemu kavu kutoka kwenye maji. Na sasa hapa anapiga kwenye jiwe kavu, yanatoka nini? Maji. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hashindwi na jambo. Akilitaka jambo lake usema kuwa hapo hapo. Na katika kisa cha Musa alayhi salatu wasalam kuna mazingatio makubwa sana. Wa qulna lakum kulu washrabu min rizqi llahi alladhi saqahu ilaykum bighairi juhdin minkum wala amal, tukakwambieni nyinyi bani Israil, kuleni na munywe katika riziki ya Allah. Kuleni almanna wasalwa,
kunyweni katika haya maji yanayotoka kwenye jiwe hilo, katika riziki za Allah, riziki ambayo Allah ameileta kwenu pasi na juhudi wala kazi. Hii riziki ililetwa bila kuingia maofisini wala kuingia mashambani kwa ajili ya kilimo wala kuingia kwenye maji kwa ajili ya uvuvi, si kwa juhudi yoyote, ni kwamba wamekaa tu wanaletewa riziki. Jiwe linatoa maji na manna wa salwa yanateremka kutoka juu bila tabu. Basi kuleni, lakini wala tasau fil ardi mufsidina fiha, msitembee katika ardhi mkafanya juhudi ya kufanya ufisadi, msieneze ufisadi katika ardhi. Mnaikumbuka neema hii yenye Banu Israil? Basi pia hawa Banu Israil mpaka wazama zetu hizi wanatakiwa wazikumbuke neema za Allah. Yule atakayekumbuka akamuomba Allah sifa ya shukrani, ni sababu ya kuonyeshwa njia itakuwa hiyo na kuweza kuslimu akaja kwenye. Huu ndio ukweli Allah ameubainisha kwenye Qur'an, hata kama hivyo vitabu vimeeleza mengine kwa sababu vimebadilishwa, ukweli huu kafichwa. Hata kama hawaujui ukweli wa aina hii, basi Allah anaueleza wazi wazi. Qur'ani inatosha kuwa ni kitabu cha hidayah kwa aina zote za watu. Hata Banu Israil kama wataamua kuitaka iman na haki wakakielekea kitabu cha Allah, itakuwa sababu ya kupata usalama wao wa dunia na akhira. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Kumbukeni Bani Israili nyie, kila ikija wa idh manake inakadiriwa neno wadhkur. Kumbukeni, msisahau mliposema kumwambia Musa, ewe Musa. Kwanza hiyo ni jeuri, maana kumuita ewe nabii, na hiyo ndio tabia yao. Ewe Musa, kama mwenzi wao tu. Lan nasbira ala ta'amin wahid, sisi hatusubiria chakula cha namna moja. Vyakula ni manna wa salwa, lakini imeitwa namna moja kwa sababu ndio hakibadiliki. Na wengine wanasema walikuwa wanakula hiki kwa hiki, yani kama kwa mpigo mmoja, kwa hiyo imehesabika kama ni kimoja kwa sababu ndio hakibadiliki. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min daqliha, basi tuombee kwa huyo Mola wako, sio Mola wetu. Jeuri yao wanamwambia huyo Mola wako tuombee kwake atutolee katika vile vinavyooteshwa na ardhi, min baqliha, katika mboga zake ardhi, wa qithaiha, na matango yake, wa fumiha, na ngano yake, au kwa tafsiri ya pili na thomu yake. Neno fum limefasiriwa ngano ama vitunguu thomu. Wa adasiha, na adesi yake, wa basaliha, na vitunguu vyake, vitunguu maji. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, Musa akawaambia nyinyi mnataka mbadala wa kuchukua kile kilichokuwa duni mkakiacha kilicho bora zaidi. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, basi teremkeni katika mji wowote ule, nyinyi mtapata hicho Misra. Mji wowote katika lugha ya Kiarabu, mji wowote unaitwa Misr. Ndio maana wengine wanasema hichi kitu kimeenea fi jamii al-amsari wal a'sar, maana yake maeneo yote na zama zote, na tena na tanwini hapo kuonyesha mji wowote. Nendeni mji wowote wenye mambo kama hayo mtapata. Fa inna lakum ma sa'altum, mtapata hicho mlichokiomba. Wa duribat alaihim adh-dhillatu wal maskana, na wakapigwa chapa ya unyonge na umaskini. Wabau bighadabin min Allah, na wakarejea wakiwa wamestahiki hasira za Allah. Baada ya mambo yao yote mabaya waliyofanya na ukaidi wao, mwisho wa mambo hawakuambulia kitu na hawajarejea na jambo zaidi ya kukasirikiwa na Allah. Na ni baya lilioje waliorejea nalo. Allah tuhifadhi na ghadhabu zake, atupe radhi zake, atufikishe salama kwake. Radhi za Allah ni kitu kikubwa kuliko kila kitu. Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haq, hayo ya kupigwa na unyonge, umaskini, kuambulia hasira za Allah ni kwa sababu wao wamezikanusha aya za Allah na walikuwa wanaua mitume pasi na haki, ni ada yao hiyo. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, hayo ni kwa sababu wao wameasi na walikuwa wanavuka mipaka ya Allah. Wadhkuru hina kafartum ni'mata rabbikum famaliltum min akli ma anzala Allahu alaykum min almanni wassalwa, kumbukeni wakati nyinyi mlipoikanusha neema ya Mola wenu, mukachoka kula kile ambacho Allah amekuteremshieni katika almanna. Famaliltum, mmechoka. Lakini na kubwa lilofanyeni hayo ni jeuri, hamjaishukuria neema ya Allah. Kumbukeni na hilo jambo pia. Yote haya yanaelezwa, kila moja kama litazingatiwa na walimwengu ni sababu ya hidayah. Banu Israili itakuwa ni sababu ya kupata uongofu. Wana wa Israeli wakiyakusudia haya wakayafuatilia, ni sababu ya hidayah na ni sababu ya kufanikiwa. Wa qultum lan nasbira ala ta'amin wahidin la yataghayyar,
nanyi mkasema sisi hatuwezi kusubiria chakula cha namna moja tukisichobadilika. Fatalabtum min Musa alayhi salam an yad'u Allah an yukhrija lakum min nabati al-ardi min buquliha wa khudariha. Sasa mkamtaka Musa alayhi salatu wassalam amuombe Allah akutoleeni katika mimea ya ardhi, katika mboga zake na mimea ya kijani ile. Wa qithaiha yushbihu al-khiyara lakinahu akbar. Na mkaomba qitha ni tunda linalofanana na khiyar, ni mboga inayofanana na khiyar lakini ni kubwa zaidi. Na khiyar na qitha ni kama aina ya matango, lakini al-khiyar inakuwa ndogo, al-qitha inakuwa kubwa. Kwa haraka tunaweza kusema ni matango yale. Wa hububiha, na nafaka za ardhi. Wa adasiha wa basaliha ta'ama, na adesi yake na vitunguu maji ili viwe ni chakula. Haya ndio mlomtaka Musa nyinyi akufanyeni, akuombeeni kwa Allah mupewe hivi. Faqala Musa alayhi salam mustankiran talabakum. Musa akasema hali ya kuwa analishangaa, anagomba lile ombi lenu, anakugombeni juu ya ombi lenu hilo. Mnaomba ombi kama hili la ajabu kabisa. Ama kweli mwanadamu akifika mahala akaichoka neema, hapo huwa amefika hatua mbaya. Na kweli saa nyingine mtu anapewa neema, mwisho jeuri na batra inampelekea ikufuru neema ya Allah azza wa jalla. Musa akawaambia, atastabdiluna alladhi huwa aqallu wa adna bilmanni wassalwa wa huwa khairun wa akram. Hivi nyinyi mnataka kitu mbadala, mnataka mpewe nyinyi kilichokuwa kidogo na duni, mbadala wa almanna wassalwa, na hali ya kwamba almanna wassalwa ni bora kwenu na kitu kizuri zaidi, kina thamani zaidi. Waqad kana yatikum duna ana'in wa ta'ab, na ilikuwa almanna wassalwa inakujieni bila usumbufu wala machofu, hakuna tabu yoyote. Kama ni hivyo, inzilu min hadhihi al-ardi ila ayi qaryah fasatajiduna ma sa'altum fi huquliha wa aswaqiha. Basi teremkeni kutoka kwenye ardhi hii mwende katika mji wowote ule, huko mtakuta hicho mlichokiomba katika konde zake na masoko yake. Hapa hakuna konde, tuko majangwani hapa. Na hii baadhi ya wanavyuoni rahmatullahi alayhim wanasema ilikuwa ni tahaddi, si kwamba wanaambiwa kweli wende, kwa sababu ndio washapotea, wako katika ardhi ya tihi ya kupotea. Yani kama kwamba wanaambiwa kama mnaweza nendeni basi, kama mnaweza. Hii inataka kufanana na ile kauli yake ya Allah, kunu hijaratan au hadidan, kama mnaweza geukeni hata mawe ya uchuma. Yani ni tahaddi, wanaambiwa kama kuna mji wa kwenda nendeni basi, huko ambako mtapata mabustani atakupatieni hivyo vinavyotoka ardhini mlivyovipendelea, nendeni basi. Wabittibaihim liahwaihim wa i'radihim almutakarrir amma ikhtarahu Allah lahum lazamahum alhawan walfaqr walbu's. Na kwa sababu ya kufuata kwao matamanio yao na kukengeuka kwao mara kwa mara kile ambacho Allah amewachagulia, akiwachagulia Allah hichi wao wanataka hichi. Yani licha ya mafunzo ya dini tu, nimekuchagulieni haya msende huku kwenye uasi, hata kesi za chakula Allah amewachagulia hiki, anasema sasa nataka hiki. Yani wamezoea kukiuka amri za kidini mpaka katika mambo ya ada ya chakula. Sasa nayo pia nayo yahusiana na ibada pia nayo hayo wakataka kinyume na vile walivyotakiwa wafanye na wakipata. Kwa sababu ya hilo lazamahumul hawan, unyonge ukawa umewaandama daima, upo nao. Na kweli Banu Israila mpaka kiyama watakuwa katika hali ya unyonge, ukawaandama. Na hilo neno kuandama wanavioni wengine wakalichukua katika tamko la duribat alaihim dhilla, maana kitu kishabua chapa ndio kishakuwa tena hicho, hakibadiliki tena kwenye hali yake. Yani wameandamwa na unyonge, walfaqr na ufakiri, walbu's na shida, wako kwenye shida tu. Mara wanafikwa na haya, mara wanafikwa na yale. Ndio kawaida ya Mayahudi wako kwenye shida tuna tabu kwa sababu wana tabia kuasi. Waraja'u bighadabin min Allah, na wakarejea na hasira za Allah. Raja'u ni tafsiri ya neno ba'u, wakarejea na hasira za Allah baada ya ukaidi wote na ukorofi. Kumbe hawajarejea na jambo, wameambulia hasira tu. Li'iradihim an dinihi wa kufrihim biayatihi wa qatlihim anbiya'ahu dhulman wa udwana, kwa sababu ya kupuuzilia dini ya Allah na kukufuru aya za Allah, na kwa sababu ya kuua kwao manabii wao kwa dhulma na uadui. Wameua manabii, Shuaib wamemuua, Zakaria wamemuua, Yahya wamemuua,
na si hao tu, wengi wamewaua. Fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtul. Ada ya Mayahudi kuua mitume, na wanasema kama kuna dhambi kubwa duniani kuua mitume au khulafaul anbiya, walokuja nyuma mitume kurithi majukumu ya mitume, nao ni alulama rabbaniyo. Kuua hao ni kosa kubwa sana, sababu ni warithi wa mitume. Kuua muwarith au alwarith, mrithishaji au alorithi, jukumu la da'wa na kutoa taaluma na kuibainisha haki duniani na kusambaza ujumbe wa haki, wakaua mitume. Kullu dhalika bisababi annahum asaw Allah wa kanu yatajawazuna hududa. Yaliwafika hayo yote ya kuandamwa na udhalilifu, umaskini, shida na tabu. Na wengine anasema na hiyo dhila iliyokusudiwa hapo si ilikuwa tena wanatoa jizya an yadin wa hum saghirun, kwa mikono yao hali ya kuwa ni wadhalilifu kabisa. Sasa hayo yaliwafika kwa sababu ya uasi wao na kwa sababu ya kuvuka kwao mipaka. Wakanu yatajawazuna hudud. Min fawaidil ayat, katika faida aya hizi, kullu man yatala'abu bi nusus ash-shar'i wa yuharrifuha fihi shabahun min al-yahud wa huwa mutawa'adun bi'uqubati Allah ta'ala. Kila anayechezea nusus za sheria, aya zimekuja mwambia kitu fulani au hadithi zimemuongoza, akabadilisha nusus zile, wahi umekuja akatakabadilisha aweke vingine, basi huyo ana mfanano na Mayahudi. Pana shabaha baina huyo na nani? Mayahudi. Kawaida Mayahudi kubadilisha maneno ya Allah, maneno ya mitume wao. Kwa kila anayebadilisha, hata anayetaka Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam atafanana na Mayahudi. Na huyo naye atakuwa mutawaadun biuqubatillah, basi naye pia kaahidiwa, kakemewa, naye itamfika adhabu ya Allah. Kama ile Mayahudi wameadhibiwa kwa sababu hiyo, na huyo ataadhibiwa. Sababu si ipo, ndio hiyo sababu ya kuadhibiwa wale, akifanya mwingine naye atafikwa na shida na tabu. Allah atamtia tu matatizoni huyo duniani na akhira. Faida ya pili, idhamu fadlillahi ta'ala ala bani Israil, ni ukubwa wa fadhila ya Allah juu ya bani Israil. Yani bani Israil Allah aliwafadhili akawapa mambo mengi, lakini waliipokea fadhila kwa jeuri na kufuru. Sasa wakati fadhila ya Allah imekuwa kubwa juu yao, wa fi muqabili dhalika shiddatu juhudihim wa inadihim wa i'radihim anillahi wa shar'ihi, katika mkabala wa kupokea fadhila hiyo upande wa pili, sasa wao wamepewa fadhila kubwa, wao wamefanya nini? Wameipokea vipi hiyo fadhila? Mkabala wa hilo upande wa pili wafadhiliwa, pakatokea juhudi kubwa, ukanushaji mkubwa, inadi ya kuikataa haki, kumkengeuka Allah na sheria yake, kukhalif sheria ya Allah azza wa jalla. Hicho ndio kilichopatikana. Faida ya tatu, anna min shu'mi al-ma'asi wa tajawuzi hududillahi ta'ala ma yanzilu bil mar'i min adh-dhulli wal hawani wa tasalluti al-a'da'i alayhi, kwamba ni katika mkosi wa maasi, katika balala maasi na mikosi yake na balala kuvuka mipaka ya Allah, ni kile kinachomfika mtu katika hali ya udhalilifu na unyonge na kusalitishwa maadui wa Allah kuwa wamemtia katika shida na tabu. Yani maadui watamtia mbaroni, watamtia kwenye shida na tabu. Na kweli Mayahudi walipata shida na tabu katika dunia hii, waliteswa, wakapigwa, wakanyanyaswa, kila sehemu wanafurumushwa, wakinyongeshwa, kwa sababu maadui wa Allah wamesalitishwa juu yao. Kwa hiyo kila ambaye anaasi, anakiuka mipaka ya Allah, asitarajie zaidi ya unyonge, udhalilifu na kusalitishiwa juu yake wa kumtia shida na tabu. Allah tuhifadhi, atulinde, atupe na unyenyekevu. Wa sallallahu ala khairi khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.